Bismillahirrahmanirrahim. Muheshimu sana na umuogope sana mtu ambaye amebeba hisia za upendo, kujali, huruma na kujitolea kwa ajili yako. Unajua kwa nini? Kwa nini tumuheshimu na kwa nini tumuogope mtu huyu? Tumuheshimu kwa sababu mtu huyu amekuamini kiasi kwa kwamba kukuamini kule ameamini kwamba usalama wa moyo wake, amani ya moyo wake na utulivu wa moyo wake upo kwako. Kwa hiyo mtu huyu kisaikolojia, wanatuambia wataalamu wa saikolojia, anakuwa tayari amekupa amana, amekukabidhisha amana, akitegemea kwamba wewe ndio usalama wake na amani yake pekee katika nafsi yake. Sasa ukija kumvunja, maana yake hujaibeba ile amana. Na ndio maana ukirudi katika Uislamu tunaambiwa katika Qur'ani, Bismillahirrahmanirrahim, waqulu linnasi husna, waambieni watu ukweli, msiwachezee katika hisia zao za kuwapenda au kujali au kujitolea. Msiwachezee, kuweni wawazi, kuweni wa kweli, msifanye michezo ya hapa na pale. Lakini vile vile Mtume akatuambia la dharar wala dhirar fil Islam, hakuna kudhuru mtu wala kujidhuru ala kusababishia madhara kwa mtu. Ama nukta ya pili tulisema muogope. Kwa nini tumuogope? Tunaposema kuogopa, hatuna maana ya kumuogopa mtu mwenyewe, bali ni kuogopa athari za misimamo itakayokuja kutokea kwa huyu mtu ambaye wewe umemjeruhi, aliyekuwa ameubeba upendo kwa kiasi kikubwa, kujali kwa kiasi kikubwa, kujitolea kwa kiasi kikubwa kwa ajili yako wewe. Mtu huyu ana nguvu ya kusubiri na anaweza akasubiri na akasubiri. Subira ile ndefu ikiisha na ikifika mwisho, basi wallahi hata uibebe dunia mzima ikusaidie kwenda kusuluhisha kesi yako, hawatoweza. Kwa sababu ni mtu ambaye ile misimamo ya upendo aliyoibeba kwako, huruma aliyoibeba kwako, kujitolea alikuwa kujitolea kwako, ule msimamo ndio msimamo huo utakayekuja kuzaliwa pindi atakapokuwa umevunja hisia zake. Atakuwa na msimamo sio wa kawaida. Chunga sana kwa hilo.